Swali lako? Swali langu la kwanza. Ndio, karibu. Mimi nimeolewa mtu wa pili katika hiyo ndoa nilokuwa nayo, ndo kwanza na miezi miwili. Tutumie neno kwa mfano. Kwa mfano mtu kaolewa. Kwa mfano mtu kaolewa ndoa. Ndio. Na hiyo ndoa imesemekana kuwa mwanamke hamruhusu mumewe aoe. Naam. Lakini baada ya kupita ile ndoa, yule mwanamke mwingine ambaye aliyemkuta analalamika sana kila siku, kwa nini ampigii simu usiku? Maana walizoeshana ndio kupigana simu usiku. Maana kwa mwanamume alikuwa akijieleza kwa yule mwanamke, anakasirika, anaonekana kama anamfanyia makusudi, japokuwa karuhusu, lakini bado wivu unafanyaje? Unaendelea. Unaona, kwa hiyo na yule mke analalamika kama kweli kakuruhusu, mbona sasa anakuwa na kalaa? Kwa mimi ninavyojua, ukienda unakuwa na mipaka. Unaona? Je, hiyo ni sheria? Na mwanamume naye anafanya vile vile, anakuwa anachokitaka yule mwanamume ndio anapofanya, yani anapofuata na kutaka mtu wake mkubwa. Tutengeneze swali. Hiyo ni sheria? Yaani nauliza swali, hiyo ni sheria? Mwanamke karuhusu mzazi aoe, lakini sasa anakuwa na maneno mambo ya kalaa. Inapigi na kingine swali la pili. Na karibu. Huyu mke baada ya kuolewa anaweza kaongea mambo mengi na mume wake, lakini mwisho wa siku mwanamume analeta hayo maneno kama yalivyo, anapeleka kwa mke wake mkubwa. Hiyo ni sheria? Shukrani mzee Sheikh. Naam, Nasor, usipate tabu. Mimi nimemuelewa vizuri kabisa. Ni kwamba huyu mwanamke mke wake wa kwanza kamruhusu kuongeza mke wa pili, sawa? Lakini huyu mke wa kwanza usiku alishazoea kupigiana simu, wakae wazungumze. Sasa sijui walikuwa wamezoea wapigiane simu wakiwa wapi, kwa sababu yeye alikuwa na mke mmoja, labda akiwa safarini. Sasa huyu anasema, je, hii inafaa? Ni hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa kurudi kwenye ada na urfi, ada ambaye ya maeneo tunayoishi. Hakika ilivyo ni kwamba inapofika mume yuko katika zamu ya mke wa pili huku au wa kwanza, au mke mmoja katika wake zake wawili au watatu, mambo mengi yanakuwa ni ya wapi? Ya pale ndani. Lakini pale panapokuwa na dharura, au yeye alikuwa hajafika, akanyanyua simu akasema, vipi, kwema, alhamdulillah, sio kosa la kisheria, ni sahihi. Anataka kujulia haja nini, familia yake inaenda vipi, umenielewa bwana? Au kule labda kukao kuna nini, kuna dharura, mwanamke yule akapiga simu, kuna dharura, labda kuna watoto wanaumwa, au kuna kitu kimepungua, kuna kitu kina baba fulani, kuna kitu kimepungua, tunafanyaje? Haya ni masala ambayo yanatakana tuchukuliane nini, kusafishiana nia, sio kuwekeana mipaka mpaka mtu sasa hata akiona simu ya mke wake anataka kufanya aende chooni au aende nje. Hapana, tusibanane hivyo, ila tu kinacho ambacho si hakipendezi zaidi na wewe mwanaume, kama hakuna chochote huko kwa mke huyu, wakati mmelala ndio unapiga simu, sasa mnaanza story na mke wa kule, pia hii hapana, ada zetu hazikubali hivi. Hiyo inakuwa kama ni makruh, sasa unamkera huyu. Kwa hiyo kila mtu ajaribu kuchunga hali halisi ilivyo baina ya pande mbili.